tumeamua kutembelea mto Malagarasi. Tulipata taarifa kwamba imeonekana kuna viumbe wengi wamekufa kwenye huu mto, na wameona kuna samaki wadogo wamekufa, kuna viola wamekufa. Kwa hiyo baada ya kupata hiyo taarifa tukaona kwa kweli ni issue ambayo lazima tuje kama kamati za usalama tuweze kuona. Kimsingi tumeupita, tumezunguka kuona huu mto kama viumbe hivyo vipo, lakini hatukufanikiwa kupata chochote. Lakini kikubwa ni kwamba ukipata taarifa kama hizi ambazo ni muhimu sana, lazima uzifanyie kazi. Na ukidharau taarifa kama hizi, matokeo yake unaweza kujikuta baadaye ukisema kwa nini si kuchukua hatua. Kwa hiyo tumechukua hatua na tumetembea, tumeona mazingira yalivyo. Kwa hiyo vijana wetu watapita maeneo yote kupata taarifa sahihi, alafu tukiona kama kuna ukweli wote, basi tutachukua hatua na tutajulisha umma kwamba ni kitu gani kimetokea. Lakini kwa sasa hivi tumeona mto uko salama, una flow vizuri. Kwa hiyo nimewahakikishia wananchi wa maeneo haya kwamba waendelee na shughuli zao, lakini wasinunue samaki, wasile samaki au kiumbe chochote kinatoka kwenye huu mto kama hawana uhakika huyo kiumbe amepatikana kwa namna gani, amekufa kwa sababu ya namna gani. Kitu ambacho kikubwa ambacho tumefanya sisi kama wataalamu ni kuchukua baadhi ya sampuli ambazo tunadhani kwamba tunaweza kufanyia uchunguzi ili kujua na kubaini kwamba huenda kile kinachosemwa kama ni sumu, kama ni namna yote ile inabainika, ili kujua kwamba watu wetu wanabaki salama na kulinda ile afya ya jamii. Lakini sababu na hilo tunaendelea na zile taratibu za kiafya kwa maana ya mwongozo wa Wizara ya Afya, kujua tetesi na kila habari yoyote ambayo tunadhani kwamba inaweza ikatokea kwenye vituo vyetu vya kutoa huduma za afya. Kwa hiyo tuwaombe wananchi wa maeneo haya upande wa Kigadi, lakini pia na wataalamu wetu, pale ambapo wanapata au atakapokuja mgonjwa yote ambaye atakuwa na dalili za kualisha, atakuwa na dalili za kuwashwa kwa mfano ya ngozi, au dalili zote zile ambazo zinaweza kadhaniwa kwamba zinatokana na mtu kula chakula au kula samaki ambaye ametokana na maeneo haya, wasisite kutoa taarifa. Mkoa kupitia timu ya mkoa, lakini pia kwa kushirikiana na timu za halmashauri na kwenye jamii kutoka maeneo ambayo yanazunguka eneo la Kigadi, tumefanya ufuatiliaji wa kutosha, na kama nilivyosema awali, hakuna mgonjwa yote aliyetokea eneo la Kigadi au maeneo ya karibu na eneo la Kigadi, yanazunguka eneo la Kigadi, ambaye amepata madhara yanayoonekana ya nje au ya ndani ambayo tunaweza tukahusinisha na kadhia hiyo.